Umepewa mali na Mola Jalali, hukutakabali katika dunia. Umepewa mali na Mola Jalali, hukutakabali katika dunia. Wenye ngumu hali hukuwaweka mbali, uliwakimbilia walilena hili ukayajimili kuwasaidia. Wenye ngumu hali hukuwaweka mbali, uliwakimbilia. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبير. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. Bila shaka ndugu mgeni rasmi, umesikia kipengele cha kwanza cha shukrani, na risala hii ninaomba kwa heshima. Kituo kilipewa jina la Mufti Isa Shaban Simba kwa sababu ya kumwenzi shekhe wetu, mufti wetu wa pili wa Tanzania, Shekhe Isa Shaban Simba, ambaye ndiye muasisi wa msikiti huu ambao tunaoona mbele yetu. Sisi wazazi na walezi wote tunafahamu watoto wetu kuanzia mwaka 2018 mpaka mwaka 2025 tunawatoa hapa kuwapeleka katika eneo husika katika shule za msingi, wapo juu kitaaluma ya akhlaqi, kwa mfupi maendeleo yote kwa ujumla wake. Ndugu mgeni rasmi, ukweli kuanzia mwaka 2018 watoto wake wengi walikuwa wa kwanza kule waendako. Tukianza kusoma majina kuanzia mwaka 10 katika shule ya msingi
Ibadhi mwaka 21 Shaban Mabruk alikuwa wa pili. Faiza Kapteni Mpima ashakuwa wa kwanza. Muhidini Salim ameshakuwa wa kwanza katika shule ambayo Kongo na Mwinyi, na Fatha vile vile alikuwa wa pili. Mwaka juzi vile vile alikuwa wa kwanza katika shule ya Tauni. Wa mwaka huu nazungumzia. Mwaka huu vile vile Champion Abadia amekuwa wa kwanza katika shule ya Shita. Mkitaka kufuatilia taarifa hizo mtazipata kwa undani zaidi. Rakim Haji amekuwa wa tatu Shablis, ambao wamemaliza mwaka jana hao. Kwa hiyo watoto kwa kifupi karibu wote wanaingia ndani ya 10 bora kule waendako. Hakuna mtoto ambaye anashuka ndani ya 10 bora, ila kwa bahati mbaya wachache wanajitokeza nao vile vile. Naingia katika nafasi ya changamoto kwa kuokoa muda. Changamoto ya kituo chetu kubwa kabisa inayotukabili ni swala zima la usafiri wa watoto, kuwachukua majumbani kwao na kuwarudisha. Hapa ndio ninaomba mgeni rasmi tujikite zaidi katika changamoto hiyo. Ombi letu, ndugu mgeni rasmi, ninakuomba tupigie harambee ili kufanikisha jambo hilo la usafiri. Mwisho, tunakuomba upokee shukrani zetu za dhati kwa kukubali wito wetu huu wa kuja kushiriki nasi katika siku hii njema, sherehe ya kuaga watoto wetu mahiri na jasiri. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nichukue fursa hii kwa niaba ya uongozi. Tunakupongezeni sana kwa juhudi na tunaomba muongeze juhudi zaidi ili chekechea yetu iendelee kupata hadhi na heshima katika mji wetu na katika nchi yetu kwa jumla. Hapa ninavyozungumza tunao vijana ambao tayari wameshamaliza vyuo vikuu kupitia nasari hii. Tuna vijana ambao tayari walisoma nasari hii wamekushamaliza vyuo vikuu na sasa wapo kwenye ajira serikalini. Kwa hiyo tuna mafanikio makubwa. Kutokana na muda, nitoe wito kwa wageni wote waalikwa na wazazi, tuone umuhimu. Hapa tumeshuhudia vijana wetu, msingi wao ni malezi sahihi ya imani yao. Tumeona namna gani wakitumia elimu yao kusoma dua mbalimbali kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama sio muda, maana yake ilikuwa tuone vijana wakiabudu, jambo ambalo inawezekana sisi watu wazima kuswali ni jambo zito. Inawezekana tunashiriki lakini hatuwezi, tungepata mafunzo kupitia kwa vijana wetu. Lakini zaidi nipende kuwaambia kwamba chekechea yetu hii haina ubaguzi wa imani ya dini. Haina ubaguzi wa imani ya dini. Tunapokea watoto wa imani zote na wala hatushurutishi wasiokuwa na imani ya Kiislamu lazima wawe Waislamu. Hilo jambo halipo. Kwa hiyo tufate kilicho bora ambacho ni elimu. Hapa kuna kijana mmoja alikuwa machachari sana lakini si Muislamu. Napenda nitoe ushuhuda huu. Bwana Pita yuko wapi? Pita njoo hapa. Ziana, Pita na Ziana, mnamuona kijana huyu? Afande wetu machachari. Wote tumeshuhudia kazi aliyoifanya, lakini wazazi wao si Waislamu. Wamemleta mtoto kafanya aliyofanya. Kwa kweli ni jambo lenye kufurahisha. Binti na huyu pia sio binti wa Kiislamu, wazazi wake sio Waislamu, lakini kwa sababu ya ubora wa elimu wamewaleta, na hatujapata malalamiko. Labda waseme wao kama umewahi kushuhudishwa kwamba watoto kuna namna fulani ya manyanyaso kwa sababu ya imani. Hili jambo halipo. Ningefurahi sana kama jamii ingeweza kumshuhudia mzazi wa Francis
kama yupo, naomba asimame. Mzazi wake Bwana Francis kama yupo, tunakuombea sana, Mungu akubariki. Umeonyesha mfano bora katika jamii yetu, na hawa watoto kwa upendeleo zaidi, kwa kuwa ni watoto ambao wamekuja kusoma hapa, kamati ya msikiti itafikiria namna ya kuwaenzi wakati wanakwenda kuanza hilo darasa la kwanza. Basi tutakuwa tuna mchango, angalau hata uniform zao za awali wapate kutoka hapa msikitini. Takbir. Basi rudeni. Takbir. 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 Basi inshallah. Haya ndiyo mafanikio ya nasari yetu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na akakiweka kila kilichomo ndani yake. Lakini sala, salama na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahli zake, sahaba zake, watu wa nyumbani kwake, lakini na sisi ambao tunasadikisha kwa wema dini hii ya haki mpaka pale ambapo tutaenda kukutana na Mola wetu. Na mimi hotuba yangu itaengelea maeneo matatu. Eneo la kwanza nitazungumza na watoto wangu hao. Eneo la pili nitazungumza na kwanza wale wenye watoto hapa, ni wapongezeni sana walioyafanya watoto wetu leo. Nina hakika sisi wazazi hapa tukianza kuambizana kimoja baada ya kingine, kuna watu hawatatoka hapa. Ya tukapeana maiki tu kwamba bana, katika yale yaliokuwa yanafanywa kila mzazi afanye, hatutaweza hapa. Na watoto wetu wametupitisha kwenye maeneo yote, wametupitisha katika dini na wametupitisha katika sekula. Wako miongoni mwetu hapa hata kuitikia ile adhana, sio dua baada ya adhana, kule kuitikia tu. Lakini watoto wametuonyesha, na wameenda mbali mpaka wengine ambao sio Waislamu wanafanya. Wametusomea dua mbalimbali hapa, wametaja majina ya wanyama, majina ya viumbe mbalimbali, kila kilicho kizuri. Nina hakika vijana hawa, hiki ambacho wamepandikizwa leo kinaenda kuishi kwenye mioyo yao kwa miaka yote inayokuja. Ushauri wangu na rai yangu kwa wazazi wenzangu, tuendelee kuwalea vijana hawa kwenye maadili yanayotakiwa. Kwa hiyo waleteni watoto wanusurike kwa ile historia tu yatosha. Achana na yale waliyopata, tumeyaona mazuri, yanasifika, makubwa. Ile historia yake tu hapa. Wewe umenipa ombi moja la kwenye risala la kuhitaji gari, mimi pamoja na wageni tuliohudhuria. Lakini mimi nataka nikuombe mambo matatu. Jambo la kwanza, ili kituo hiki historia yake isipotee, iendelee kuwepo kwa vizazi na vizazi vinavyokuja. Nilimsikia shekhe akisema wako vijana sasa wako vyuo vikuu, wako elimu ya juu kwa maana advanced, utapata mmoja au wawili, lakini tengeneza mmoja wa vijana waliosoma hapa ambao wanaendelea na masomo mengine huko juu. Mimi nilikosoma kule shule ya msingi miaka mingi, walitutengenezea umoja ambao kila mwisho wa mwaka sisi tunakwenda kuona shule inahitaji nini. Tunachangia kwa sababu watu wana nafasi, watu wana uwezo, na kila mtu anacho anachokifanya. Kufanya kazi hiyo mwalimu ni ngumu, lakini watafute kama wapo. Ukimpata mmoja atakwambia mwenzake yuko wapi na mwenzake yuko wapi na mwenzake yuko wapi. Hawa wakusaidie. Inawezekana wengine wamemaliza shule hata hawana pa kwenda, ikawa ndio wanakuja hapa shuleni kwa ajili ya kuwafundisha wadogo zao, ama wengine akaenda. Hilo la kwanza. Na kama ukifanikiwa hilo, mimi nitajipa dhamana ya kuja kuuzindua tena umoja huo. Tuwe na mfuko wetu, tuwe na mambo yetu, na tujiendeshe wenyewe kwa taratibu zetu. Ombi langu la pili kwako, kabla sijajibu hotuba yako, baada ya kituo hiki lazima tufikirie mambo makubwa. Inawezekana mmeshawaza, inawezekana mmeshafikiria, lakini mimi nakuomba tafuteni eneo kubwa kwa Shinyanga mjini hii, isipopungua heka 15 mpaka 20. Tufikirie sasa kuwa na shule ya msingi, ili watoto hawa wakitoka nasare usiwaachanize wakaenda sehemu nyingine. Wapokee, anza nao darasa la kwanza, nenda nao la pili mpaka la 7. Na inawezekana wakifika la 7 na wengine wako nyuma, utakuwa na fikra ya kidato cha kwanza na kuendelea. Kuna mimi ombi langu ambao nitatarajia utanipa majibu hata kama ni baada ya mwaka tukiwa hai, ni kwamba upate eneo lisilopungua eka 20, hata kama ni nje ya mji, lakini eneo liwe la kituo hiki, shule ya msingi. Kabla sijajibu risala, nitamwomba shekhe na mimi nitoe sadaka yangu. Mwakani kwa utaratibu ambao shekhe na msikiti watauandaa, tutafute vijana 5
mayatima kabisa ambao hawana uwezo, ambao mimi kwa kushirikiana na shekhe wewe tutawasomesha kwa mwaka mzima mwakani inshallah. Hao watakuwa ni wanafunzi kutoka msikiti wa Mufti Simba ambao sisi tutawasomesha kwa gharama zetu zote. Nimeambiwa gharama ya mwanafunzi mmoja ni kama 180 kwa mwaka, na zile chakula wastani milioni 2 kwa mwaka. Haiwezi kushinda. Kwa kuanzia mwezi wa kwanza tutaleta milioni 1 ili tulipe gharama na nini hao tutaendelee, alafu mwezi wa 6 tutamalizia ile gharama nyingine. Kwa hili ni la kwangu mimi na viongozi wa. Lakini la mwisho kabla ya kujibu tena risala, wale wawili shekhe ambao wewe ulisema umewapa jukumu msikiti, yule Peter na ni Faudhia na nani, wale ambao ni hawakuwa Wakristo kwenye maandalizi yenu ya msikiti, na mimi nitawachangia 100,000 ili mwakani mtakapokuwa mnaandaa uniform zao na kila kitu, basi na sisi nguvu yetu iwepo ili sote tugawane hizi fadhila kidogo inshallah. Kwa baada ya kuyasema hayo, sasa hatua inayofuata ni harambee. Sasa hapa mimi nataka nitoe mara 2. Mara moja nataka niwaite walimu wote ambao wanafundisha kituo hiki kwanza, ili kwamba usione vinaelea vimeundwa basi waundaji ndo hawa, japo na mimi kwenye mfuko Sheikh sio kaichanganya huko, alafu baadaye mkaanza bana Sheikh Balnusa zilikuwa nyingi bana. Kwa hiyo hii imeongezewa nyingine, unaona mambo haya mashaallah inshallah. Hii ni kwa ajili ya walimu kwamba poleni na hongereni. Kwa mkurugenzi utaona na ukiwemo sawa, ukiona uachie hawa la yala. Sawa zile? Haya DJ kondishe kidogo. Alaykum assalam. Assalamu alaykum.